Yes, mambo vipi ndugu zetu wa podcast ya mpira huo? Karibuni kwenye season mpya. Mara nyingi huwa tunafanya season hasa kwa timu kwa mechi ambazo zinahusu mashindano ya timu za taifa, na mara ya mwisho tulikuwa hapo kwenye michuano ya AFCON, na sasa hivi tunarejea tena kwenye michuano ya WAFCON kwa wanawake, AFCON kwa wanawake. Kwa hiyo ni Women Cup, African Cup of Nations, na tunajua timu yetu ya taifa ipo kule kwa msimu mwingine tena mtawalia, na sisi tupo hapa kwa ajili ya kufanya tathmini ya michuano kwa ujumla, lakini sana sana tukigusia timu yetu ya taifa Twiga Stars. Na kwa siku ya leo tutakuwa tuna mgeni mpya ambaye anaitwa Lydia au Lila. Yeye ni mmoja kati ya watu ambao wanapenda kujifunza zaidi mpira, na mpaka sasa hivi ana leseni D ya ukocha aliyoipata kupitia UFA, chama cha soka wilaya ya Ubungo, na atakuwa mgeni wetu. Kwa kuanza, yeye ndo atakuwa atatuhost kwenye kuuliza maswali, mimi Simba Eid, lakini pia tutakuwa na coach Seif, na tunajua kwamba wenzetu wawili ambao tulikuwa nao kwenye AFCON ambao pia ni wenyeji wa hii podcast, kwa maana ya coach Mushid pamoja na coach Betha Kazobe, wao wapo na hii timu ya taifa ambao sisi tutakuwa tunaifanyia tathmini, kwa maana ya wamekuwa wamejumuishwa kwenye hiyo timu ya taifa. Coach Mushid akiwa ni mtu wa sayansi ya mpira pamoja na utimamu wa miili ya wachezaji, kwa maana fitness and conditioning coach, lakini coach Betha Kazobe yeye alikuwepo na hii timu sasa hivi, ni tangia ameanza mpira nafikiri yupo na timu za taifa kama mtu wa analysis, performance analysis, na kwa msimu mwingine tena amekuwa sehemu ya benchi la kocha mkuu Bakari Shime. Kwa hiyo Lydia, karibu. Kwa kuanza hapa tuko na kocha Simba Idi, ni kocha wa Kagera Sugar, mmoja wa wasaidizi wa Juma Kaseja kwenye upande wa utimamu wa miili, lakini atakuja kocha Seif hapa ambaye ni kocha pia mmoja kati ya wasaidizi wa makocha wa Mtibwa Sugar ambayo ilikuwa ligi kuu tunaikumbuka, mmoja kati ya wasaidizi wa Yusuf Chipo kwenye upande pia wa utimamu wa miili, lakini pia na sayansi ya mpira, wote wanahusika nayo. Kwa hiyo karibu, script unayo, unaweza sasa kuendelea. Kijiti nimekukabidhi wewe. Kwa kuanza, unaweza kufanya utambulisho wako mfupi ili tuendelee. Asante sana. Asanteni coaches. Kwa majina anaitwa Lydia Michael, ni coach mwenye leseni ya CAFD. Ningependa twende moja kwa moja kwenye topic husika. Nitamani kujua safari ya Twiga Stars hadi kufuzu kwao. Ilifuzu vipi? Ubora ulikuwa wapi? Pia na mapungufu yao yalikuwa wapi? Coach Sisti. Nianze mimi. Mm. Safari ya Twiga Stars kwenye michuano ya kufuzu ilianza wakati michuano ya AFCON inaendelea, pia ile ya edition iliyopita AFCON 2023 ambayo imechezwa 2024 2025, sorry. Kwenye hiyo safari yao wamecheza mechi 4 za kuqualify, na wamecheza na timu mbili, mechi za nyumbani na ugenini, nyumbani na ugenini. Kwenye hizo mechi mbili ndo zikawapa tiketi ya wao kufuzu kurudi kwenye michuano. Walicheza mechi ya kwanza, mechi mbili za mwanzo dhidi ya Guinea ya Equator au Equatorial Guinea, na mechi ya pili au mechi ya mkondo wa pili au raundi ya pili wakacheza na timu ya taifa ya Ethiopia majuzi tu, hii haikuwa siku nyingi sana. Na kwenye mechi hizo kwenye mechi ya raundi ya kwanza kwenye ile mechi dhidi ya timu ya taifa ya Equatorial Guinea waliweza kuibuka na ushindi wa jumla ya magoli 4-1, ambapo kwenye mechi ya nyumbani walishinda 3-1 kwenye uwanja wa Azam Complex pale Chamazi, lakini pia kwenye mechi ya mkondo wa pili au second leg walicheza kule Equatorial Guinea na mechi kaisha kwa sare ya 1-1. Kwa hiyo kwa jumla ya aggregate ya magoli 4-1 ndo ikawasaidia kufuzu kwenye raundi ya pili. Na kwenye raundi ya pili walicheza dhidi ya timu ya taifa ya Ethiopia, ambapo kwenye mchezo wa kwanza waliocheza hapa Dar es Salaam kwenye uwanja wa Azam Complex waliibuka na ushindi wa goli 3-0. Na walivyoenda kule Ethiopia kwenye mechi ya ugenini wakaibuka na ushindi wa goli 1-0 na kujihakikishia nafasi ya kuendelea kucheza edition ijayo au edition hii ambayo itaanza kesho dhidi ya
kwenye hizi mechi sasa za makundi. Kwa hiyo safari yao kuelekea kwenye michuano hii ni kwenye hizo raundi mbili dhidi ya Equatorial Guinea kwa aggregate ya goli 4-1, lakini mechi za pili walicheza dhidi ya mechi za raundi ya pili walicheza dhidi ya timu ya taifa ya Ethiopia ambapo walipata aggregate ya magoli 4-0, nyumbani 3-0 na ugenini 1-0. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa safari yao fupi ya kuelekea kwenye michuano hii. Pia nature ya grupu la Twiga Stars ilikuwa vipi? Ubora wa timu yao ilikuwaje, na pia nafasi yao kuvuka stage ilipoje? Kwa grupu letu lina West Africa na sisi. Ukiangalia hapo opponent wote ni wagumu, kwa sababu West Africa tunazungumzia zaidi ni type of players ambao wako more powerful, wako fast. Kwa hiyo kuna hizo battles ambazo zitakuwa zinatupa challenge. Pia South Africa kuna hizo issues za technicality. Kwa hiyo kwa nature ya group liko a bit strong, na kama tukifanikiwa kuvuka ile group nadhani tutaenda mbali zaidi, kutokana na kwamba hizo mechi zote tatu zitakuwa very 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 strong kwetu. Ukiangalia last edition hatukufanya vibaya sana, lakini nature ya opponent wa West Africa wanatusumbua kwa sababu ya hizo nguvu miili na speed, na kwenye football opponent ambaye kidogo anakuwa ni very strong kwenye duels na yuko fast, ana advantage kubwa sana ya kupata ushindi. Lakini regardless hiyo, pia sisi tuna wachezaji wengi ambao ni experience, kuna wengi ambao wanacheza ligi kubwa tu nje ya Tanzania, na hata ambao wanacheza Tanzania kuna wengi ambao ni regular kwenye haya mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo grupu litakuwa gumu, lakini ukiangalia tunapopiga hatua kutoka tournament mpaka tournament, kuna dalili kubwa tu za kwamba tunaweza tukafuzu kwenda next stage. Kwa mimi mechi zitakuwa tough, tutegemee mechi ngumu zote mpaka mechi ya mwisho, lakini naamini tunaweza tukavuka kwenda stage inayofuatia. Awesome. Squad selection ipo vipi? Je, imekiza wachezaji bora? Squad selection. Kwangu mimi nafikiri imekidhi, kwa sababu wamejaribu kuchanganya majina ya wachezaji ambao kwa sasa wengi ni bora kwenye timu yetu ya taifa, na hata ukiangalia wameangalia pia na wengi wazoefu, mfano kama wachezaji ambao unaweza kusema kiwango sio kikubwa sana, lakini wanaweza vipi kuisaidia timu. Mfano mtu kama Asha Mwalala kwa JKT, so mshambuliaji anayeanza, lakini kikosi cha timu taifa au benchi la timu taifa limeona kuna namna anaweza kuongeza kitu kupitia leadership, kwa sababu ile ni kiongozi kwa miaka zaidi ya 15 yupo kwenye hiyo timu, lakini utaangalia pia na uzoefu wake kwenye hiyo timu, lakini pia utamchukua mchezaji kama Fetidensa Fatuma Isa, nafikiri hajacheza zaidi ya nusu ya mechi za msimu kwenye timu yake ya Simba. Kwa hiyo utaona wamejaribu kubalance kwa maana ya uzoefu, lakini pia na currently wanaoperform ni kina nani. Wanaoperform vizuri kwenye ligi wapo pale vile wapo, lakini pia wameona hawezi kwenda, wanasema hakuna kijiji bila wazee, si ndio? Kwa hiyo wamejaribu kupata ule uzoefu wa wachezaji ili kutokuweka ule uoga au ule ugeni kwa wachezaji wengi kwenye michuano hii. Kitu kizuri ni kwamba wachezaji wengi ambao wameenda nao ni wengi wametoka kushiriki kwenye edition iliyopita iliyofanyika mwishoni mwa mwaka jana. Kwa hiyo nafikiri wamebalance vizuri kwa maana ya uzoefu, lakini pia wamebalance vizuri kwa maana ya current performance kwenye timu yetu ya taifa. Kwa mimi sioni kama kuna mapungufu yote kwenye squad. Labda kama tutaweza kuhitaji squad yenyewe ili tuone labda kama kuna kwenye nafasi ambayo kuna best performers ambao wameweza kuachwa, lakini as it stand mpaka sasa hivi sioni kama kuna mtu ambaye ameweza kuachwa. Na kikosi chetu kina wachezaji wafuatao: kuna Najiati Abbas, kipa namba 1 wa JKT na kipa namba 1 kwa miaka mingi wa timu ya taifa, lakini kuna Julieta Singano, kuna Esther Maseke. Julieta Singano ni mzoefu, tunamjua kuanzia kwenye ligi, lakini sasa hivi anacheza abroad.
kimataifa, tena nje ya bara la Afrika, unapata kuona ana exposure kiasi gani. Tena ni top performer kwa sababu amekuwa akitajwa kwenye vikosi vya wiki, anachukua man of the match kwenye ligi kuu kama Mexico. Lakini utakuja kwa Esther Maseke, kwangu mimi, kwa wachezaji wanaocheza ligi ya ndani kwa sasa hivi, beki bora ni Esther Maseke. Lakini utakuja kwa Violet Nicolaus, unajua huyu alipata uzoefu kwa miaka mingi akiwa Simba na sasa hivi anacheza abroad kwenye ligi kubwa kama Misri, tena kwenye timu kubwa nchini humo. Lakini utaenda tena kwa Anastasia Katunzi, huyu ndo captain, nafikiri captain msaidizi akitoka Opa. Utaenda tena kwa Donisia Minja, mchezaji mzoefu kwa miaka mingi kwa timu ya taifa, yeye ni regular kabisa kwenye eneo la kiungo, lakini pia ni versatile, anachezeshwa kama wingback, lakini pia ndo set piece specialist wa hii timu. Lakini ukirudi tena kwa Mary Aaron, moja kati ya upcomings bora kabisa kwa mimi, namfananisha kiuchezaji na Diana Lucas, ni moja kati ya viungo washambuliaji wazuri sana Mary Aaron Siame. Lakini utakuja tena kwa Asha Rashid Mwalala, ni mzoefu, ana experience ya kutosha kwenye hii timu. Lakini utakuja kwa Enekia Lunyamila, unajua kabisa huyu ni moja kati ya scorers bora, versatile, timu ya taifa, tena ndo anacheza mbali na goli kabisa, kuliko hata kwenye ligi ya Mexico anacheza kama mshambuliaji, kwenye timu ya taifa anacheza kama winger, tena wingback na sometimes kama beki. Utakuja kwa mtu kama Opa Clement, top scorer wa timu, captain wa timu, leader, top performer wa timu kwa sasa, amechangia kwa kiasi kikubwa timu kufuzu kwa miaka hii karibuni mara nyingi. Ashamnuka, top performer wa Simba, namba 10, mzuri creator, lakini pia anascore mara nyingi. Na kati ya haya magoli yaliyotusaidia sikuweza kufuzu, yeye amechangia kwa idadi kubwa. Lakini ukija kwa wachezaji wengine, kuna Nusra Jafar, huyu ni upcoming, one of the best upcoming goalkeepers kwenye hii timu. Lakini utarudi tena kwa upande wa Janet Shija, ambao wana experience kubwa, wamejumuishwa, of which mimi naamini kwa hii timu ni faida, kwa sababu wanaweza sio wana perform sana, lakini wakaongeza kitu kwenye upande wa leadership. Mtu kama Asha Mwalala, mtu kama na wengine wakina Donisia waliokuwepo kwenye hii timu, licha ya kuwa yeye pia ana perform sana, lakini Feti Densa utataja wachezaji wengine upcomings wengi wapo. Yep. Kwenye squad kuna mixer, kuna vijana, kuna senior kina Katunzi ambao walikuwa last edition. Kwa hiyo kwa kuzungumzia swala la kwamba tutakuwa wageni wa mashindano, hapana, tushakuwa wazoefu kwa sababu ni back to back. Kwa hiyo kwa selection ambayo imefanyika na wachezaji ambao umewataja kuanzia waliokuwepo, yani wote ambao umewataja ambao watashiriki wapo, kwa mimi naona ni squad nzuri kwa sababu ina experience tofauti, ina experience ya ligi kuu, ina experience ya ligi za nje ya Tanzania ambazo wengi wanacheza kwenye top league za nchi ambazo wanacheza. Kwa hiyo kwa squad ambayo imejumuishwa itakuwa na ubora, na pia kuna wengi wana experience ya WAFCON na wengi wana experience ya games za kimataifa. Kwa hiyo kwa mimi kwa squad naona iko well organized na imebalance. Upande wa maandalizi, tukiangalia muda, location ya kambi, pia na mechi za kirafiki walizocheza, maandalizi yamekidhi ubora? Kwa upande wa maandalizi tulianzia Karatu, alafu saizi timu ikaenda moja kwa moja Morogoro. Kwa time ambayo ilipata Karatu ni time nzuri kubwa ya muda mrefu kwa ajili ya kuandaa camp. Kwa walikuwa na room ya kufanya vitu vingi, na pia walipata game kadhaa za kirafiki, japokuwa zinakuwa sio za level hiyo ya ushindani wa WAFCON, lakini wameenda Morocco, wamepata game nzuri dhidi ya Nigeria. Kwa hiyo ni process inaendelea vizuri ya maandalizi. Kwa upande wangu hadi sasa naona maandalizi yako vizuri na timu itakuwa iko tayari kwa mchezo wa kwanza wa makundi. Hata ukiangalia hali ya hewa ya Karatu sawa, haiwezi kufanana sana na Morocco, lakini zinaenda zikishabiana. Kwa hiyo chaguzi ilikuwa nzuri, lakini na time imepatikana ya kufanya maandalizi. Kwangu mimi nafikiri ukiangalia kwenye hizo timu ambazo tupo nazo kwenye group, ni timu kama South Africa,
Ivory Coast, Burkina Faso pamoja na sisi, mechi za maandalizi zilikuwa kubwa kuliko mechi nyingi ambazo tunaenda kuzicheza kwenye group, kwa upande wangu mimi, kwa sababu nikiangalia timu ya taifa ya Nigeria ambayo ndio mechi ya mwisho, coach Simbaidi ametaja kambi ilianzia Karatu, lakini kuna mechi kubwa sana tumezipata. Tumepata mechi dhidi ya Nigeria, tumepata mechi dhidi ya Ghana, tumepata mechi dhidi ya Malawi, tumepata mechi dhidi ya nafikiri Ivory Coast, mechi ya pili kutoka mwisho kwenye hii kambi ambayo tumetoka kuicheza. Hizi mechi zinatosha kabisa kwa sisi kuweza kucompete, kwa sababu naamini zimetupa uzoefu mkubwa, kwa sababu kwenye hizi mechi kuna faida nyingi ambazo makocha wanakuwa wanazipata. Moja kati ya faida kubwa ambayo makocha wanaipata ni kuangalia intensity ya hao wapinzani tunaenda kukutana nao. Naamini kiangalia Nigeria na Ghana ni timu zile tunaweza tukasema A-list kwenye mpira wa wanawake kwa bara la Afrika. Kwa hiyo unaweza kuwalinganisha na kwenye kundi letu na timu kama South Africa. Of course ukiangalia South Africa kwenye hii michuano ni moja kati ya timu ambazo zina experience kubwa, zina appearance kwenye edition 14. Sisi tuna edition hii inaenda kuwa edition ya 3, ambazo 2 za mwanzo tulishia group stage. Hii inaenda kuwa ya 4 kama sikosei, si ndivyo? Yes. 2 za mwanzo, 3 za mwanzo zote tulishia kwenye group stage, lakini hawa South Africa kwenye hizo edition 14 walizoenda wamekuwa mabingwa pia na wamefika kwenye hizo hatua kubwa za knockout kama nusu finali. Lakini ukiangalia pia hata kwenye viwango vya FIFA ni equivalent to wao tuliocheza nao mechi za kirafiki kwa maana ya Nigeria pamoja na Ghana. Kwa hiyo nafikiri tumepata testi ya timu ambayo ni ya level ya kuwania ubingwa na tukapata matokeo mazuri, kwa sababu mimi naamini tukipata 0-0 dhidi ya Ghana, tukafungwa 2-1 na Nigeria, then tunaenda kukutana na timu kama South Africa. Kwa mimi nafikiri ni timu ya madaraja hayo ambayo tumepata mechi za kirafiki, na makocha kuna vitu watakuwa wameving'amua, kwa maana ya watakuwa wameona physicality ya timu yetu ipoje, kwa maana utimamu wa miili ya wachezaji kwenye hiyo muda walipokaa kambini wamekuwa bora wapi, kwa sababu mechi ya Malawi ilikuwa siku nyingi kidogo, kama wiki kabla hata World Cup kama sikosei. Kwa hiyo inamaanisha hizi wiki 4 hawakuwa wamepata mechi yenye intensity kubwa, na mechi dhidi ya Nigeria na dhidi ya Ghana itakuwa imewapa utofauti wa intensity. Kila siku tunasema hizi timu za Afrika Magharibi zina intensity tofauti na za kwetu, kwa maana ya utimamu wa miili ya wachezaji. Na kwenye mpira wa wanawake hasa kwenye AFCON, kitu cha kwanza ambacho kinaamua mechi mara nyingi ni nani yupo timamu zaidi, afu ndo zinakuja masuala ya mbinu, uwezo wa wachezaji kiufundi, lakini kitu cha kwanza zaidi mara nyingi huwa ni physicality inaamua sana hizi mechi. Lakini ukija kwa wapinzani wengine Ivory Coast, lakini pia na Burkinabe, ni timu ambazo pia tunaweza tukasema za daraja kama la Malawi. Mfano ukiangalia Ivory Coast wao hii ni edition yao ya 4 ndio wanaenda kushiriki AFCON. Kocha katoka tena. Simbaidi? Nipo. Unatoka. Haya. Ukiangalia Ivory Coast pamoja na Burkina Faso ni timu kwa AFCON zina experience ya kama daraja letu kwa maana ya appearance. Burkina Faso hii ni appearance yao ya pili kwenye AFCON. Ivory Coast ni appearance yao ya 4, Burkina Faso ni ya 3, lakini sisi ni appearance ya 4. Lakini nafasi ambazo tumemaliza, Burkina Faso nafasi yao kubwa waliwahi kumaliza ni group stage kama sisi, lakini Ivory Coast nafasi yao kubwa waliwahi kumaliza, walifika nusu finali wakapata mshindi wa 3. Kwa hiyo utaona hata mechi dhidi ya Malawi pia wameshawahi kufika hizo nafasi na wapo sehemu nzuri sana. Mechi dhidi ya Malawi, mechi zote mbili 1-0 nyingine 1-0, nafikiri zimetuonesha timu yetu ipo sehemu gani. Kwa hiyo hizi mechi za kirafiki nafikiri zimetusaidia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu tumecheza na timu ambazo zote zimetuzidi madaraja. Malawi imetuzidi sisi kimadaraja kwenye mpira wa wanawake. Kwa hiyo utaona ni wapinzani ambao tutapata testi dhidi ya Ivory Coast, dhidi ya Burkina Faso. Lakini ukienda kwa mechi dhidi ya Nigeria na dhidi ya Ghana, nafikiri imetupa testi kitu gani tunaenda kukutana nacho dhidi ya South Africa, kwa sababu ni timu ya daraja lao. Kwa hiyo kwa mimi kwanza nipongeze timu ambayo inahusika na kutafuta hizi mechi za kirafiki, kwa sababu tumepata mechi za kirafiki za intensity ya level yetu, au level ya aina ya mashindano ambayo tunaenda kucompete. Kwa hiyo so far so good kwa aina ya mechi za kirafiki. Moja tu ndo dhidi ya timu moja ndo nilofanikiwa kuiona,
sababu hizi zingine zimechezwa wakiwa Morocco. Zile mbili za mwanzo zilizochezwa hapa KMC Complex zote nilizihudhuria na niliona level ya performance ya timu yetu, namna wachezaji waliopo, kitu gani wanachangia kwenye timu, mbinu za timu. Kwa mimi nafikiri so far so good. Sawa, pia ukilinganisha na hizo editions zilizopita hizo ambazo mara nyingi Twiga Stars huishia kwenye group stage, je, unaona yani wanaweza kavuka hicho kiunzi cha kuishia group stage? Ukiangalia ni mapungufu yanakuaga wapi, na pia ukiangalia hizo mechi za zilizofanywa wafuzu, yani ubora pia ulikuwa katika eneo gani? Okay, sawa. Wanaweza wakafuzu kwa sababu ugeni wa mashindano cha kutoka sasa hizi tunaenda kushiriki WAFCON, sio kwamba ni wageni regardless ya opponent ambao tuko nao South Cote d'Ivoire na Faso, lakini kwa wachezaji ambao tuko nao mpaka sasa tayari wana experience ya mashindano. Yeah. Washacheza na Champions League ya wanawake na ambao wanatoka kimataifa ambao tayari nao pia wana experience ya kucheza ligi nyingi za ligi ambazo ni kubwa. Kwa sisi kufuzu kwa sasa hivi matumaini ni makubwa kuliko mwanzo, sababu mwanzo kuna vitu vingi vinakuwa kama vikwazo, lakini kwa sasa hivi na aina ya selection ambayo mwalimu ameifanya, unaona kuna hiyo room kubwa ya timu kwenda progress kwenda stage inayofuatia. Kwa mimi naona tunaweza tukavuka hicho kiunzi. Pia umezungumzia ubora na mapungufu wakati tunafuzu, si ndio? Kuja kwenye WAFCON. Ukiangalia zile game tulizocheza dhidi ya Equatorial na Ethiopia, hatuconcede magoli mengi, kitu ambacho kwa zamani ilikuwa inatusumbua kwa sababu hiyo. Tukiwa tuko kwenye process za qualify, kwa kidogo tunakosa huo uvumilivu wa kuweza kuzuia tusiweze kuruhusu magoli mengi, lakini naona tunaweza kufuzu kwa maji nzuri tu ya ushindi na pia tuconcede magoli mengi, kitu ambacho tukiamana nacho kwenda nacho kwenye WAFCON kitatusaidia sana. Tukiweza kuzuia na kujitahidi kutoconcede magoli mengi, ina maana kama lese tukipata goli moja goli mbili tukaweza kulinda, ina maana tutakuwa na urahisi wa kuprogress. Kwa kitu cha kwanza cha muhimu ni kwa hiyo organization yetu ya kuzuia hiyo vizuri, lakini kingine kwa nature ya watu pia ambao tunaenda kukutana nao na wale ambao tulifuzu kwenye mpangilio wetu wa transition, kwa sababu timu toka. Kwa hiyo inabidi kwa nature hapo ndio ambao tunakutana nao, inabidi pia tuna hiyo tuwe well organized kwenye upande wa transition, kwa sababu wako fast na sisi pia inabidi tuweze kukabiliana nao. Kwa hiyo moment zote wakati tunao, tukipoteza tuweze kurudi kwa wakati, na wakati ambao wao wamepoteza tuweze kuwaadhibu kwa wakati. Kile kingine, ufanisi wa kumalizia nafasi. Unajua hata ile WAFCON iliyopita tulijitahidi kutengeneza nafasi kujilinganisha na WAFCON ya mara ya mwisho ambayo ilikuwa nadhani miaka 10-15 nyuma, lakini hii ya mara mwisho unaona yani kulikuwa na zile element, tunaona kabisa this game tunaweza tukapata ushindi na enda hatua inayofuatia. Bahati mbaya tu unakuta chances ambazo tulikuwa tuna create zilikuwa zinashindikana kumalizia. Kwa hiyo kwa nature ya opponent hatutokuwa na nafasi nyingi kwamba tutengeneza chances nyingi, hapana, zitakuwa ni chache. Kwa hiyo tujitahidi tuko na ufanisi wa kumaliza hizo chances zitakazopatikana, na pia tuweze tu kucheza mechi zetu mbili za mwanzo vizuri, sababu ndo mechi ambazo hata last WAFCON tulikuwa na game mbili ngumu, lakini tulicheza vizuri. Bahati mbaya pia tukapata matokeo ya last game very tough. Kwa hiyo hata this time around inabidi tujitahidi kwenye hizo mechi zetu kwanza mbili za mwanzo, hiyo ya last game itakuwa kama tushamaliza vizuri, na maana ile itakuwa ni kukamilisha timu. Mimi nafikiri kwenye hizo mechi mbili ambazo tumecheza dhidi ya Equatorial Guinea na tuliocheza dhidi ya Ethiopia, hizo mechi 4, sio mechi mbili, dhidi ya timu mbili, kuna vitu bora, lakini pia kuna vitu vya kuchukua kutoka kwenye AFCON iliyopita.
vitu vya kuchukua kwenye AFCON iliyopita kwangu mimi nafikiri ni kucompete kwenye mchezaji kwa mchezaji, kwa sababu nafikiri kwenye mbinu, kwenye uwezo wa wachezaji kiufundi tulikuwa tupo vizuri, lakini kwenye wachezaji kushinda saa zile moments uwanjani, mfano kama mipira ya kuania moja dhidi ya moja, zile 50-50, utayari unapaswa kuwa kwa mchezaji zaidi, lakini pia kuna issue ya utimamu. Nafikiri sasa hivi tupo timamu kwa sababu hizo mechi mbili dhidi ya Nigeria na dhidi ya Ghana na hata dhidi ya Malawi, kuna kitu kipya tumekiona. Tunazidi kuwa bora as miaka inavyozidi kwenda. Mwanzo kabisa hatukuwa hivyo. Kwa hiyo miaka inavyozidi kwenda nafikiri tunazidi kuwa bora. Lakini kwa upande wa mbinu nafikiri timu yetu ipo kwenye level bora kwa aina ya timu ambazo tumefuzu nazo na hata hizi tulizocheza nazo mechi za kirafiki. Of course mechi dhidi ya Nigeria na dhidi ya Ghana tukuweza kuziona, lakini zile mechi tatu za mwanzo, mechi mbili za kufuzu, mechi 4 za kufuzu na mechi ya dhidi ya Malawi, hizo mechi mbili dhidi ya Malawi kwenye uwanja wa KMC tulikuwa kwenye level bora ya performance. Mfano kuna makala ambayo niliandika ambayo niliangazia zaidi kwenye ubora kwenye sehemu tofauti. Sehemu ya kwanza ambayo niliona ni namna gani timu yetu inazuia. Bakari Shime mara nyingi ni mtu ambaye anaamini kwenye muundo ambao unacheza na watu watano nyuma, watano nyuma, watatu katikati na wawili mbele, 5-3-2, ambao wakiwa na mpira pia wanabadilika wanakuwa watatu nyuma, na anatumia zaidi wale wing backs. Na kwenye hiyo game mode yake kuna vitu bora ambavyo niliviona. Kwenye mchezo dhidi ya Ethiopia niliona namna gani wanazuia vizuri kupora mipira na kujibu mashambulizi kwa maana ya offensive transition, ambapo kwenye hiyo moment kitu bora ambacho nilikiona ni namna gani timu yetu inazuia wapi, kwenye muundo wake wa 5-3-2 au watu watano watatu mmoja. Makocha walinisahihisha wakaniambia niseme 5-3-2, niseme 1-5-3-2. Kitu bora ambacho nilikiona ni namna gani wanazuia njia za kucheza za wapinzani. Mechi dhidi ya Ethiopia kwenye uwanja wa Azam Complex, kwenye goli ambalo walilifunga Ashamnuka lilitokana na moment hiyo. Walizuia vizuri, wakaweka pressure kwenye mpira, wakajibu shambulizi, na njia waliozuia kwa wapinzani ni njia katikati sana, kwa sababu wale wingbacks wao wanakuwa usawa wa mabeki watatu wa katikati, kwa hiyo wanakuwa kwenye mstari wa mwisho. Kwa hiyo wanampa uhuru mpinzani kuwa free pembeni kuweza kufika hata kwenye theluthi yao, na baada ya kufika ndo wanaweka pressure, hali inayomfanya mpinzani asitamani kupita pembeni kwa sababu hakuna hizo mianya za kupiga cross. Kwa hiyo wanapita ndani, na huko ndani ndo wanakuta situation ya watatu dhidi ya watatu kwa viungo, au wanaweza pia hata wakawa wamewa outrump, na wanaweka pressure, wakipora mpira wanajibu shambulizi, na mazingira ya kujibu shambulizi kwa maana ya rest attack, au wanakuwa wamejiandaa vipi na mashambulizi ya kujibu. Mara nyingi wao wanategemea wachezaji kama Opa, Ashamnuka ambaye ndo alifunga goli, lakini pia na wale wingbacks wana run vipi kwenye hizo space, kwa maana ya Enekia, Donisia, yoyote atakayecheza. Kuna muda anacheza hata Stumai, kuna muda anacheza Lydia, namna gani wana bust kwenye zile space ambazo zinakuwepo pembeni kwa maana wingbacks. Lakini mtu gani ana drive hizo counter attacks, mara nyingi amekuwa ni one of the best creative player kwenye timu yetu, Diana Lucas. Kwa hiyo nafikiri kila kitu kipo well patterned kwenye hiyo moment ya kuzuia na kujibu mashambulizi. Lakini moment ya goli lingine lilitokana na mechi hiyo dhidi ya Ethiopia, kwenye mechi ambao wao ndo kwenye moment ambao wao ndo wanakuwa na mpira, na wakiwa na mpira njia zao bora zaidi ambazo mimi nimeziona ni mbili. Njia ya kwanza ni ile ya kufanya mashambulizi kuanzia nyuma ili kuattract pressure, kupata hizo spaces, na wakisha attract pressure wanakuwa na pattern mbili za kupita. Pattern ya kwanza favorable ni kuweza pass around, kuweza kupita kwa watu wa pembeni, kwa sababu wanatumia zaidi ya wingbacks. Na kama unakumbuka goli walilofunga dhidi ya Ethiopia kwenye goli la Diana kwenye uwanja wa Azam Complex, walifunga kwenye moment hiyo. Yes, kwenye uwanja kwenye ile goli ambalo walifunga kwenye mechi ya away, walifunga kwenye moment hiyo, wali attract pressure kwao, wakapass around kwa kupitia kwa watu wa pembeni, combination kati ya Diana na Donisia mpaka wakafika kwenye goli la mpinzani, na baadaye goli akalifunga Diana mwenyewe. Lakini kuna goli walilofunga kwenye mechi pia ya ugenini dhidi ya Ethiopia, ambapo ni mpira mrefu ulipigwa baada ya kushindwa kupita kwenye hizo katikati pembeni, wanachagua kupita juu, ambapo mara nyingi mtu anayelengwa zaidi ni Opa
na Opa anafanya combination play na Diana ambaye ni kama namba 10 wake au ndo kiungo mshambuliaji ambaye timu inamtegemea, na watu wa pembeni mpaka wanafika kwenye third ya mpinzani, wana create chance na wanafunga. Lakini hizo ni moments ambazo wao ndo za uwanjani. Kuna muda mbinu zinakataa, wana wachezaji ambao pia wanaweza kufanya vitu vitokee, ile improvisation. Diana huyo amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji bora sana kwenye hiyo moment. Nikikumbuka goli alifunga dhidi ya Guinea, dhidi ya Equatorial Guinea kwenye uwanja wa Azam Complex kwenye ile mechi ya 3-0, yes 3-1. Kuna goli alifunga, Twiga Stars wamefikisha shambulizi mpaka eneo la mwisho, Guinea wamezuia, lakini yeye akachukua mpira mwenyewe akachambua msitu mzima. Nafikiri alikuwa alipita katikati akachambua wachezaji zaidi ya 4 mpaka na kipa. Kwa hiyo utaona kwenye moment zote, kwenye aina ya level dhidi ya Ethiopia, dhidi ya Guinea wamekamilika. Sasa kitu ambacho mara nyingi huwa kinakuwa na doubt ni je, wamekamilika kwenye msimamo wa miili kupambana na wapinzani kama South Africa, Ivory Coast? Hilo ndo lilikuwa swali, lakini hilo swali hilo unapata majibu yake kwenye mechi hizi mechi walizocheza, mechi 4, 2 dhidi ya Malawi ambayo ni level ya, tunaweza tukasema level ya Burkina Faso pamoja na Cote d'Ivoire au Ivory Coast, lakini mechi dhidi ya Nigeria pamoja na Ghana ambayo tunapata picha ya mechi dhidi ya South Africa ambao wametuzidi kila kitu. Kwa hiyo nafikiri kwenye upande wa maandalizi, kwenye ubora na udhaifu tuko vizuri kwa kiasi fulani kulingana na moment hiyo. Kitu pekee ambacho wanapaswa kukiboresha zaidi ni kupambana kwenye mapambano dhidi ya moja, yaani wachezaji zaidi. Mfano kwenye mechi dhidi ya Equatorial Guinea kuna goli moja pekee ambalo ndo tumefungwa. Sibaidi kasema tumefungwa goli moja tu kwenye hizo mechi zote za qualifiers. Hilo goli, aina goli tulilofungwa lilikuwa linazuilika kama wachezaji wangekuwa bora zaidi kwenye ufanisi wa kuzuia. Ilikuwa inahusu mapambano. Mchezaji wa timu pinzani anapita katikati ya viungo wetu wote watatu. Kiungo wa mwisho alikuwa ni Pagamwene kama sikosei, kwenye mechi iliyochezwa pale Azam Complex. Kwa hiyo wachezaji wakiwa bora kiuzuiaji, nafikiri kila kitu kinaweza kikawa bora. Kwa hiyo ku approach hizo mechi, nafikiri tupo kwenye level bora ya kiushindani kwa maana ya utimamu wa miili ya wachezaji, mbinu, lakini pia na uwezo wa kiufundi. Haya, tumeangalia safari yao, nature ya group lao, squad selection, maandalizi, na pia tumeangalia edition za nyuma zilizopita. Kwa unavyoona Twiga Stars wanaweza kuiapproach vipi South Africa? South Africa ni game tough, lakini kwa nature the way wanavyocheza, wana keep possession, wanatumia karibia sana ni pembeni na katikati kwenye kushambulia, machache sana utaona wanashambulia kwa kutumia over opponent. Kwa hiyo ni mechi ambayo tutahitaji pia na sisi kuwa very compact, sababu wana wachezaji wazuri, kina Tembi, kina Linda, kina Hilda. Kwa hiyo lazima tujiandae. Tuna mechi ambayo iko tough na squad yao haijawa na mabadiliko makubwa. Asilimia kubwa ya wachezaji ambao walikuwepo AFCON msimu jana na msimu huu pia wapo. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano kikosi cha South Africa kina ambao players ambao ni wazoefu, lakini kuna upcoming player kama Zoe Oktoba, itakuwa nadhani edition yake ya kwanza kama sikosei, lakini ni mchezaji mzuri, yani yuko fast, yuko strong. Kwa hiyo tutarajie kuwa na aina hiyo ya game kwamba kuna wazoefu lakini pia wana wachezaji wapya ambao wako vizuri. Kwa hiyo in terms of possession wanaweza wakatuzidi kiasi fulani. Kwa sisi ni game ambayo nadhani inaweza ikaamulia sisi kufanya transition nzuri kwa wakati sahihi. Kwa hiyo kwa mechi ya South ya first game inabidi tuicheze kwa namna hiyo, kwa sababu tunacheza na mtu ambaye ni mzoefu na wachezaji wazoefu na wachezaji wazuri, wale ambao ni senior na ambao wakami. Pende sisi kama unachoongezea. Na mimi South Africa wanaeleweka hawahitaji uchambuzi. Ni moja kati ya timu bora, wana mwalimu bora, na ukiangalia ni kati ya timu ambazo huwa hawachukui ubingwa kwenye hii michuano mara nyingi. Nafikiri ndo wanatetea. Ukitoka hapo kwenye kutetea nyuma walikuwa kama finalist, lakini pia ukipita nyuma kidogo hapo hivyo walikuwa wanafika kwenye hatua kama hizo, lakini huwa hawashindi. Lakini
ni timu ambazo lazima ifike kwenye knockout stage tena zile za mwisho mwisho. Kwa hiyo mimi naamini ni moja kati ya mechi ngumu ambazo tunaweza kwenda kuzipata, lakini kwangu mimi nafikiri ubora na udhaifu wao utategemea sana na discipline ya Twiga Stars, kwa sababu nilijaribu kuangalia mechi zao kadhaa, ikiwemo mechi ambazo tumetoka kucheza nao kwenye WAFCON, na hata kuna mechi tulicheza nao nafikiri ilikuwa timu yao sijui under 20 kama sio timu yao kubwa, Azam Complex pale mwaka jana. Ni moja kati ya timu ambayo sasa hivi tunaanza kuikaribia kwenye level ya ushindani. Sasa kama kwenye michuano hii tumeenda na ubora zaidi, ina maana tumeweza kuwakaribia zaidi bila kuangalia yeye anafanya nini. Kwa hiyo discipline yetu si ndio itaweza kuamua. Nikimwangalia kocha wao, moja kati ya makocha wao ni sasa hivi ni kocha wa timu taifa ya Uganda. Tulikuwa naye pale, falsafa ni zile zile, lakini ukiangalia namna wao wanavyocheza, wanacheza tu traditional, wanategemea zaidi uzuiaji bora na mashambulizi yao pia hapo direct. Kwa hiyo itatazama zaidi kwa wachezaji wetu kabla hata ya mbinu, kwa wachezaji wetu wamejiandaa vipi kuwa tayari na huo mchezo kwenye kila pambano, yani kwenye mapambano yote, kushindania mipira, kukimbia sana uwanjani, lakini pia kuwa kwenye wakati sahihi, kila muda. Nafikiri hiyo ndio itatuokoa sisi zaidi kuliko hata mbinu za walimu. Sijasema kwamba mbinu za walimu ndio zitaokoa, lakini kubwa zaidi itakuwa kwa wachezaji, kwa sababu mimi sijawahi kuona mapungufu yoyote ya kwenye AFCON iliyopita. Sijaona mapungufu ya kimbinu, niliona zaidi mapungufu kwenye nyakati za wachezaji kuruka, mchezaji kufika. Kwa hiyo nafikiri vitu bora zaidi tuwaachie wachezaji wawe na discipline uwanjani ya kuwa wapi, mpira upo wapi, mimi nipo wapi, space ipo wapi, mbaya kwangu, nzuri kwangu. Nafikiri hicho ndio kitakuwa kitu bora zaidi, na kama walimu wakifanya yao kwa upande wao, wachezaji wanapaswa kutoa zaidi ya 80% ya performance zao. Kwa walimu nafikiri squad selection ambayo ita base kwenye top performance wa team, lakini hata mbinu bora, kwa maana ya mbinu ambazo zitamfanya mchezaji sasa yeye na yeye kuwa na discipline uwanjani. Nafikiri tukiingia hivyo tunaweza tukaiapproach hii mechi vizuri, na hii mechi sitaki kuwavunja moyo, at least tukipata sare itatoa tafsiri halisi ya sisi tunaenda wapi. Tukifungwa itatulazimu tushinde mechi 2 zilizobaki, lakini kama tukianza na sare au ushindi, hizo mechi 2 zilizobaki itatumotivate sana tuweze kuzishinda, kwa sababu ni timu level tofauti na South Africa, kwa maana hiyo mechi dhidi ya Ivory Coast na mechi dhidi ya Burkina Faso.